Mwisho wa mtu mwenye nguvu zaidi Iran. Siku ya mwisho ya Ali Khamenei. Usiku uliingia taratibu juu ya anga la Mashhad. Minara mirefu ya madhabahu ya Imam Reza iling'aa chini ya mwanga hafifu, huku maelfu ya waombolezaji wakikusanyika nje ya eneo hilo takatifu. Baada ya miezi minne ya kusubiri, taifa la Iran lilikuwa linafunga ukurasa mmoja muhimu zaidi katika historia yake ya kisasa. Ayatollah Ali Khamenei, mtu aliyeshikilia madaraka makubwa zaidi nchini Iran kwa karibu miongo minne, alikuwa anazikwa katika ardhi ya mji aliyokulia. Lakini mazishi haya hayakuwa mazishi ya kawaida. Yalikuwa ni mazishi yaliyobeba historia, siasa, dini, vita na maswali mengi kuhusu mustakabali wa taifa hilo lenye ushawishi mkubwa katika Mashariki ya Kati. Kwa karibu miaka 40, jina la Ali Khamenei lilikuwa zaidi ya jina la kiongozi. Kwa mamilioni ya Wairan, alikuwa ni sauti ya mamlaka ya juu kabisa nchini humo. Aliamua mwelekeo wa kisiasa, sera za nje, masuala ya kijeshi na hata mahusiano ya Iran na mataifa mengine duniani. Aliingia madarakani mwaka 1989 baada ya kifo cha Ayatollah Ruhollah Khomeini, mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tangu wakati huo aliongoza taifa hilo katika vipindi vya vita, vikwazo vya kiuchumi, maandamano ya wananchi na migogoro mikubwa ya kimataifa. Lakini mnamo Februari mwaka 2026, dunia ilishtushwa na taarifa zilizoripoti kwamba Khamenei alikuwa ameuawa katika mashambulizi yaliyotikisa Iran. Kifo chake kilikuja wakati ambapo mvutano wa kisiasa na kijeshi ulikuwa umefikia kilele chake. Serikali ya Iran ilitangaza siku nyingi za maombolezo, huku taifa likiingia katika kipindi cha sintofahamu kisichokuwa na mfano. Mwanzoni ilitarajiwa kwamba mazishi yangefanyika mapema mwezi Machi. Hata hivyo, hali ya usalama, vita vinavyoendelea na hofu ya mashambulizi zaidi vilisababisha shughuli hizo kuahirishwa mara kadhaa. Wairani waliinua maswali mengi: lini kiongozi wao angezikwa na taifa lingeongozwa vipi baada ya kuondoka kwake? Kadri siku zilivyopita, maombolezo yaliendelea kuenea kutoka Tehran hadi Isfahan, Shiraz, Qom na miji mingine mikubwa. Maelfu ya watu walivaa mavazi meusi, waliinua picha za kiongozi huyo na kujaza barabara kuu za Iran. Serikali ilitangaza siku za maombolezo, huku viongozi wa kisiasa na wa kidini wakitoa salamu za rambirambi. Miezi minne baadaye, safari ya mwisho wa Khamenei ilianza rasmi. Jeneza lake lilisafirishwa kupitia maeneo matakatifu ya Iraq, ikipitia Najaf na Karbala, miji yenye umuhimu mkubwa kwa Waislamu wa Kishia. Katika kila kituo, maelfu ya waumini walijitokeza kutoa heshima zao za mwisho. Barabara zilifurika watu waliokuwa wakilia, kuomba na kushuhudia mwisho wa enzi za kisiasa iliyodumu kwa miongo kadhaa. Ndani ya anga la mji huo, ndege za kijeshi zilionekana zikisindikiza jeneza la kiongozi huyo kuelekea madhabahu ya Imam Reza, moja ya maeneo matakatifu zaidi nchini Iran. Picha zilizosambazwa duniani zilionyesha umati mkubwa wa watu ukiwa umejipanga kando kando mwa barabara kuu, huku ukisubiri kushuhudia safari ya mwisho wa mtu ambaye kwa miaka mingi alikuwa ni ishara ya mamlaka nchini humo. Mnamo Julai 2026, mazishi yake yalifanyika rasmi katika mazingira ya ulinzi mkali. Serikali ilidai kuwa mamilioni ya watu walihudhuria shughuli za maombolezo zilizofanyika kwa wiki nzima ndani ya Iran na Iraq kabla ya maziko hayo kukamilika. Swali kubwa lilikuwa, nani angechukua nafasi ya mtu aliyekuwa na ushawishi mkubwa zaidi nchini Iran?
Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, jina la Mojtaba Khamenei, mwana wa Ali Khamenei, lilianza kutajwa zaidi katika duru za kisiasa. Hata hivyo, kutokuonekana kwake hadharani kulizua uvumi wa maswali mengi kuhusu mustakabali wa uongozi wa Iran. Wachambuzi wengi wanaamini kwamba kifo cha Ali Khamenei hakikuwa tu mwisho wa maisha ya mtu mmoja, bali kilikuwa ni mwanzo wa kipindi kipya kabisa katika historia ya Iran. Taifa hilo linakabiliwa na changamoto za kiuchumi, shinikizo kutoka mataifa ya Magharibi na mabadiliko ya kisiasa ambayo yanaweza kubadili mwelekeo wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Wakati wa mazishi hayo, mvutano kati ya Iran na mataifa mengine uliendelea kuongezeka. Ripoti zilienea kuwa hata miundombinu muhimu karibu na njia za kuelekea Mashhad ililengwa na mashambulizi mapya, jambo lililoonyesha kwamba majonzi ya taifa hilo yalikuwa yanaendelea sambamba na mgogoro wa kisiasa unaotikisa ukanda mzima. Hili lilikuwa ni simulizi ya mwisho wa enzi wa Ayatollah Khamenei, mtu ambaye jina lake linaendelea kukumbukwa katika historia ya Iran na dunia kwa vizazi vijavyo. Hii ni ripoti ya MediaWire Express. Mimi ni Joseph Isangura.